Ningetaka tuendelee na ujumbe wetu wa asubuhi ya leo ambao tumesomewa vizuri maandiko kutoka Kumbukumbu la Torati na kitabu cha Yoshua, na ujumbe wangu ni wakati wa kuendelea mbele. Ni wakati wa kuendelea mbele. It is time to move on. Hadithi ya Waisraeli kutoka Misri ni hadithi tunaielewa sana, na pahali ambapo tumesoma katika Kumbukumbu la Torati walikuwa wamepiga kambi pahali na walikuwa wamekawia sana pahali pale. Hapo ndipo pahali ambapo Mungu alijidhihirisha na akawakumbusha mambo mengi, na kitabu hiki kikiandikwa, sijui kama mlango huu wa kwanza ndio ungekuwa wa mwisho, kwa sababu wanaambiwa sasa amkeni mwende, lakini kuna mambo mengi sana, a lot of instructions that were given in between. Lakini ningetaka tugusie tu hii instruction ya mlango wa kwanza ambao Mungu alinena kwa Waisraeli na kupitia kwa Musa, akawaambia mmekaa mahali hapa kwa muda mrefu sana. Na unajua, wakati nilikuwa natafakari neno hili, nilikuwa naona hawa watu walikuwa na ruhusa ya kukawia pale. Safari yao haikuwa safari fupi, ilikuwa safari ndefu. Walikuwa wametoka mbali, na haikuwa safari ambayo ilikuwa safari ya raha. Ilikuwa safari ambayo ilikuwa na challenges nyingi sana na vikwazo vingi sana ambazo walipatana nazo kule safarini, na walitamani wafike pahali ambapo watapumzika, pahali ambapo watakaa na watafurahia. Ukifikiria utafakari wale ambao walitoka kule Misri, labda mtu akiwa na miaka 60 na wengine miaka 80 wakiwa wakongwe. Sasa baada ya miaka tuseme kama 35 jiani, hawa watu wako miaka 100 na wengine wamekufia huko jangwani, lakini tunakuwa hakuna wale walikufia kule wao Mungu aliandamana nao, isipokuwa wale ambao waliasi, Mungu akawaangamiza kule, akina Kora na Dathan na wengine. Lakini wale ambao Mungu walikuwa wanafuatilia maagizo vizuri, ilikuwa wafike katika nchi ya ahadi. Tuseme ya kwamba hawa watu walikuwa wamechoka. Ni kama wakati unaenda safari, I don't know whether umewahi kwenda safari ambayo haujui mahali unaenda, unakaa ukiuliza. Umeenda pahali safari kama ni siku yako ya kwanza, umeingia gari, labda unaenda Nakuru na hujui Nakuru ni mrefu gani. Siku zile za zamani ambapo watu kulikuwa na hii mitandao ya Google Maps na what have you, ulikuwa tu unaenda na hujui ni wapi unaenda. Kwa hivyo unakaa ukiuliza, tuko karibu kufika, especially kama umetumwa pahali na unakuwa utashukia stage inaitwa fulani. Sasa unakaa ukiuliza, tumekaribia, na wakati mwingine unaona kama manamba amesahau, safari inakuwa mrefu. Hata ukikaa utafakari, unaona ni kama tumeenda the whole day. Na nataka kukwambia Waisraeli ni kama hivyo, walikuwa kila wakati unauliza Musa, kwani hii nchi ya ahadi tutafika lini? Kwa hivyo wakati walifika kule kando ya Yordani na wakaona mahali ambapo waliweka hema, ni kama walisikia kama wamefika. Na hakuna kitu kibaya kama umeanza safari kufika pahali ambapo umeona ni kama umefika, alafu unaambiwa sasa ngoa nanga tena, kuna safari bado iko mbele. Everybody would say, sasa ni nini hiyo tunaenda kutafuta huko? Na hapa pia tumekaa, na hapa pia tunajua kama wamekaa kando hiyo ya mto Yordani. Kulikuwa na wakati mzuri wa kulima na kupanda na kuona mazao mazuri, maji ilikuwa karibu, walikuwa wameadaa, walikuwa wamezoea hali ile. Na wakati Musa sasa anakuja kuwaambia, mmezunguka hapa mara sana, sasa amkeni ndio kwenda mahali ambapo Mungu alikuwa anawaandalia. Unajua, hata wakati huu ambao tuko kwa COVID-19, zile mashine ambazo zimezimwa kwa industries kwenda kuziamsha hazitaamka vile zimekuwa zikiamka. Halo, Bwana asifiwe. Kama hata gari ukiacha hapa uizime mwaka miezi 2-3, wakati utaenda kuikurumisha lazima kutakuwa na tuhitilafu. Utasikia labda exhaust iliruka, utasikia kuna labda battery ilienda chini, mambo mengi. Kwa hivyo hawa watu, nataka kujustify kidogo, kulikuwa na kitu cha kuwafanya wasikie hawataki kwenda, lakini Musa alikuja akawaambia time has come. And you know when time has come, hakuna kitu kingine unaweza kufanya. Kuna wakati watu wanashindana na nyakati.
when time is right, wakati umefika kabisa wa kufanya jambo, usipochukua hatua, unajua wakati haungojei. Time continues, but you remain at the same position. When you wakati utakataka kuondoka sasa, utakuwa umechelewa kwa hali moja ama nyingine, or you lose something that you would have gotten because of that delay. So Moses told these people, it is time to move on. Tumesoma katika mlango wa Yoshua, kitabu cha Yoshua mlango wa 14, wakati wa Israeli hawa tayari wamefika katika nchi ya ahadi na wamenyakua ile nini, land of promise. Wameweza kugawiwa kila familia na kila nyumba ikapewa mahali pake. Na katika huo mlango wa 14 naona ni kama kuna mahali ambapo walikuwa pamebaki, kwa sababu Mungu alikuwa ameweka mipaka vile Waisraeli wataenda kuseto. Kuna mahali ambapo kulikuwa kumebaki ambapo hakuna mtu alikuwa ameenda pale, na tunaona Caleb akiteremka akaja kwa Yoshua akamwambia kuna mahali, kuna mipaka bado, kuna mahali ambapo bado sio occupied. Sehemu ambayo umenipa ninapea wengine, lakini mimi uniruhusu nipande kwa ile milima niende nikaipokee. Nitaenda kupigana na wale wako kule na nitahakikisha kwamba nitampokea ile ardhi. Na Joshua naona kama alimuuliza. Unajua walikuwa watu wa karibu sana. They were good buddies. Joshua na Caleb walikuwa marafiki kama wale tuko nao hapa Kenya, president na deputy wake. You know why they started. Walikuwa marafiki, walikuwa watu ambao wanaendelea, lakini Joshua akainuliwa, Caleb akabaki pale. Lakini Caleb anaenda na pia Joshua, nipe ruhusa. Mimi kile ambacho ulikuwa umenipea napea wengine. Mimi nataka kwenda pale. Joshua anamwambia, wewe, unajua sasa wewe ni mzee. You are not as, unajua, lakini Caleb akamwambia, I'm telling you, I am stronger. I am now 85 years, but I feel kama wakati ule Musa alituahidi tutoke pale Yordani, I feel that I'm even stronger. I can still go and possess. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na Joshua akaona the determination ya Caleb, akamwambia kama ni hivyo, kama unasikia uko na nguvu, na in fact alimwambia katika ile somo tulisoma kama neno la kuongoza, niko na nguvu za kunipeleka kule, nipigane vita na nirejee hapa. Joshua akambariki akamwambia then get on, kwa sababu Caleb alikuwa anasikia it is time to move on. Ni wakati wa kwenda mbele, sio wakati wa kukaa na kuangalia kwingine ambapo na kuchukua kongan. Ni wakati wa kuendelea mbele na hata kunyakua yale mengine ambayo hayajanyakuliwa. Nasema hivi katika hali yetu siku ya leo, tumetoka mbali pia kama Waisraeli, lakini tumejipata kama tumekwama pahali. Tumetoka mbali katika ndoa zetu. Wakati tulioana, wengine wanahesabu miaka 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2. That's a journey that you have walked together. We have walked long distance. Tumetembea mbali in our careers. Wengine wanasema wameajiriwa, wanasema lakini nilikuwa nimebakisha miezi kadhaa tu nimalize nipewe retire. Wengine wamebakisha miaka 5, wengine walikuwa wanatarajia promotion as they continue growing in their careers and their employment. Wengine walikuwa wanaazimia kufungua biashara. You have walked a journey in your business and things have like stopped or stalled. Mambo ni kama yamesimama kiasi. Na sasa tuko miezi mitatu, mambo yamesimama. Tunatarajia Saturday ijayo labda kutakufunguliwa, lakini hata tunapotarajia tukisikiza vile ripoti zinakuja, jana ilikuwa watu 200 na ambao waliambukizwa huu ugonjwa. Sijui leo ni wangapi, kesho ni wangapi. Unajua ikifika hapo president yaambiwe sasa fungua mipaka, hata wewe kama wewe ni president, ukisikia maambukizi yamefika watu 300 kila siku, you will shy away from doing that. Na ni kama kutafunguliwa, ni kama hakutafunguliwa. Ni kama mambo mengine kwingine, ni kama kutakazwa kwa sababu ya vile hali iko. Kwa hivyo hali ambayo tuko ya kukaa pale nyumbani inaweza kuongezeka, lakini kama tunavyokaa ama kama vile hili janga limekuja, lakini
lakini kuna still jambo ambalo tunaweza tukafanya. Hali ambayo Waisraeli walikuwa nayo ya kuzoea pale, mazoea yale walikuwa wamezoea pale kando ya Jordani, ng'ambo ile nyingine ya Jordani, ni kama mazoea ambayo tumekuwa nayo, na kuna mambo ambayo ni lazima yabadilike wakati huu. Bila corona imetukuta, wakati itakuwa inaisha, ama kama tutakaa nayo, there are things that must change. Ni kuna mambo yatabadilika. Kuna watu wanangojea sana kufunguliwe wakakunywe pombe, ama waende kwa vilabu na kwingine wakajienjoy, wakafanya mambo yale ambayo wamekuwa wakizoea. Naomba Mungu ya kwamba wakati mambo haya yote yatafunguliwa, kwa sababu one of the things that can make the government even to shy away from opening some things ni excitement. Hata wakati kanisa itafunguliwa, if the church is open and we come with excitement, the government will be very careful to open the church, because we must have some order, must have some discipline that we never used to have. If we come here with excitement here, high five and hugging and what have you, it will be a very worrying situation. We must adjust ourselves and change to move on. Time to move on, moving on in a different way. And nasema ujumbe wangu siku ya leo ni hiyo hali ya kuendelea mbele. Na katika hali ambayo tuko hapo nyumbani, kuna mambo mengi mtu anakaa kitafakari. Kuna mambo mengi ambayo unaweza ukafanya. Kuna maswali mengi yanapita kwa akili zako. Ni nini kitafanyika? Utaendelea namna gani? Masomo yatakuwa namna gani? No, how will my work career, how does my career eat? Sometimes hanging in a balance. You don't know whether you will go back to where you are employed. It is time to think of something else and move on. If there is anything else that you can do, this is time that you can take an opportunity to move on and do something. Hakuna kitu kitakusaidia kwa kukaa. Unajua, sometimes we look at the government and we are not very sure what they are telling us, because wakati serikali inakwambia ukae nyumbani, haitakuletea chakula. Hakuna. I don't know how many people have been brought food by the government. Kama wamepelekewa ni haraki, dealing with the most vulnerable. But there are people who have been made vulnerable by this disease. People who are well and doing their businesses. And it will be very difficult for the government to think that a 40-year young man or lady ni vulnerable. Wanaona tu wewe unajiweza. So you must think of what are you going to do? In which way are you going to move on? Utaendelea na kwa njia gani? How are you going to break the normalcy that is there now? Ndio uweze kuendelea mbele. And I want to thank God because of people who are very enterprising. Wale ambao tunakuta wakiuza chakula kwa barabara na magari, hata magari ya fahari yanawekwa boa na vitunguu na nini. Watu wafanye biashara, at least mtu atafute kitu cha kupelekea familia yake, because they are looking for something that can make them move on instead of stagnating. Na ningetaka kugusia mambo matatu ambayo yataweza kutusaidia kutafakari neno hili na kuweza kulirahisisha neno hili ili tuweze kuendelea mbele. So that we move on, we need number one, to come out of our comfort zones. We must move out of our comfort zones. Life of ease. Maisha ambayo haina struggle, maisha ambayo haina challenges. We must be ready. Lazima tuwe tayari kutoka katika hizo hali ambazo ni za urahisi. We must start thinking hard and thinking hard things. Wakati Waisraeli wanaambiwa watoke, na tutaona tunapoendelea katika mafunzo haya, wanaambiwa sasa mtoke kwa hali hii ya kukaa hapa, kugojea maana itoke mbinguni mkule, kugojea hizo birds ambazo walikuwa naletewa wakule. Sasa ni lazima muweze kuvuka mwende kule ambapo mtaenda kufanya kazi na ambapo mtaenda kujukumika, mchukue jukumu
ili mkaweza kupata kile ambacho mnastahili kukipata. Kuna hatari wakati wote, biashara yote, wakati mwenye biashara ama nchi ama tuseme hata kanisa ama familia, wakati watu wamekuwa self satisfied. Unajua, hata wakati tunasoma Yesu Kristo alipeana juu ya tajiri mmoja ambaye alilima, akalima, akapanda, chakula zikazaa zaidi ya vile alitarajia ama vile hazijawahi kuzaa. Na wakati alifikiria na kutafakari vile atafanya, alijiambia ya kwamba atavunja maghala yake yale madogo, aweze kuyapanua, ajenge maghala makubwa. Alafu akasema ya kwamba baada ya kufanya hivyo, nitaenda ni harvest, nitavuna haya mavuno yote, niweke kwa maghala, alafu niambie moyo wangu, kaa chini ule na ufurahie. Alikuwa anafika hali hiyo ya kustagnate, alikuwa na hiyo hali ya self satisfaction, amefika pahali pa kutosheleka. Lakini Yesu Kristo katika kuhitimisha hiyo hadithi akawaambia, hiyo jamaa alikutwa akaambiwa, mjinga, wewe hujui ya kwamba nachukua roho yako jioni hii, hata hutavuna, hata hutamaliza kujenga hizo maghala unataka kujenga. Tonight I'm taking your soul. Self satisfaction. Hakuna hasara kubwa kama hiyo ya kuona ni kama hauwezi kufanya kitu, ni kama hali hiyo ya kugojea kusaidiwa, kuelekezwa, kugojea. Ni kama tunafikiria kwamba serikali ikisema kumefunguliwa mambo yote yatafunguka. It will not. Hata economy tunasema economy inafunguliwa pole pole. So it will take person's initiative. It is my initiative. It is your initiative that will make a difference in your family. It is our initiative in this church that will make a difference. Tusigojea kwamba kutafunguliwa watu wakuje wote kanisani mara moja. We will still need to keep in touch as we are doing, and may God continue helping us. We must continue keeping in touch with our people, because we might, even when it is open, we will not fit in this church. Tulipofanya utafiti kidogo, tuliona kanisa hili tutakuwa tunaingia watu kama 200, a maximum of 200 people. And in one service we worship like 800, between 800 and 1000. So hao wengine 600 watakuwa wapi every Sunday? Wanaweza sivyo. So we must think ahead. We might think of having 2 or 3 services, but we must plan ourselves. So I'm saying it is time that we start moving on and thinking ahead. Think ahead as a family person, as an employee. Wakati kutafunguliwa industry, haitafunguliwa section zote mara moja, ama shift zote zile zilikuwa na shift 3, shift 4 hazitafunguliwa mara moja, labda kutaitwa wachache, wengine wabaki. So we must keep on thinking. It is not like tukifunguliwa sasa July 6 sasa mambo yote yatakuwa sawa. There will be time. So we must think of how do we come out of this, and we must start acting. Lazima tuanze kuact ndio tuweze kujimudu na kumudu hali yetu ya maisha. Kila wakati Mungu anaita watu wake waendelee mbele. Na kama Wakristo katika imani pia kuna watu ambao walikwama kwa imani, wanakaa tu wakingojea kabasi katumwe kwa ozao, katumwe kwa message, katumwe. Hakuna wakati anasoma Biblia, hakuna wakati anaomba. Wengine nasikia hata Sunday wako kazini, hawalisahau kama kuna siku ya kuabudu Mungu. Well, they are just focused on work and doing all sorts of things. Wengine wameenda mbali. It is time to move on with your faith, to grow in your faith. It is time to improve yourself in matters of faith. And remember, God has not called us to be squatters. We are an army. We are not squatters. We are on a journey. We must continue moving on and on until we get to where God wants us to be. I have talked about
moving out of our comfort zones. Point number 2 is, if we want to move on, we must get and take the command. The command. It is God who is commanding us. It is God who is telling us. We cannot say stay there. When we stay there, things will not work out for us. We will not achieve what God wanted us to achieve. The Israelites would not have achieved the promised land by staying there. And when things stall, kuna mambo mengi sana yanafanyika. Stagnant rivers or stagnant water breeds mosquito, which brings diseases and cause death. Unajua wakati watu wa mambo yamekwama hivi, ndio tunasikia hata kuna vita nyumbani, hakuna maelewano nyumbani, watu wamekwaruzana sana kwa sababu hakuna kitu watu wanafanya. Sasa kuna mambo mosquito imeingia kwa nyumba ya kukaribiana, ya vita, ya chuki, hiyo hata kwa prosper hali tunaishi kwa sababu ya watu kukaa pamoja sana. Unakuta ni kama watu wamepanga siku moja tu watafua nguo, mwingine anaandika kwa kada ya mwingine, vita zinatokea, vita yanatokea. We need to try and listen to the command to move out. Just go out and do something. Go out and do something, and things will ease. When people are together, when things have stagnated, there are those things that will always happen. An unmoved vehicle is destroyed by rust. Hata gari ukibaki tu hapo, kama vile nilisema, itakuliwa na kutu, itaoza, betri itasimama, itasisi, kwa sababu haiendi. Unajua gari imeundwa ya kwenda, sio ya kuwekwa hapo. It is fit when it is moving out and rolling on the road, not when it is standing there. A person who always lies in bed develops bed sore. Hata mgonjwa akipelekwa hospitali hawezi kaa vile. Inafika wakati wa move on. Manases wanakuja na kumwambia you will move on. Na hata kama ni nchi moja, anapiduliwa. Asipopiduliwa atakuwa na vidonda. Even sleeping is a problem. You must be doing something. A person who won't work becomes lazy. I'm telling you, and this is a fact. You have been working all the days of your life for those 30, 40 years, for 20 years. Now that you are not working, if you don't take care, you will become lazy. And you can tell me, kuna watu sasa hata wakati kazi, ukiambiwa kazi imerudi, kama ulivyokuwa mwalimu, kuamka mapema itakuwa shida, kwa sababu unalala mpaka saa 4. Laziness imeingia katika maisha yako. Na kuna watu wengine hata tunaongea nasema, mimi hata sielewi kama ni mimi. I have not been sleeping that way. That is how laziness comes in. Na mwandishi wa Proverbs alisema, a little sleep, a little slumber, and poverty strikes you like a vagabond. Usingizi kidogo, usinzia kidogo, na hiyo hali ya inaitwaje poverty kwa Kiswahili. Umaskini unapiga hodi kwako kwa njia kubwa. You may be having some results that you are keeping, but wewe unalea ufukara kwa sababu ya kuingiza laziness. Just rise up. It is time to move on. It is not time to stay there. Get out and be doing something. God just needs us to move on. To move on. There is still some work to be done. Kuna kazi baada ya kufanywa, na hiyo ninachukua kulingana na vile tumesoma katika kitabu hicho cha Joshua. There is still a challenge to overcome the obstacles. Kuna bado kazi, hiyo ndio sasa somo langu la 3. Bado kuna kazi ya kufanya. There is still something to be done. There is still some work to be done. It is not over. Sio wakati wa kukaa tuseme unajua corona ilikuja, sasa hatufanyi kazi, sasa tunijui mambo yamekaa imekuwa pana. There is still something to be done. There is still a requirement for you to move out and do something. Ni lazima utoke, uende ukafanye kitu. Tutoke, kila mmoja wetu atoke akafanye kitu. There is a challenge to overcome the obstacles that are ahead of us. For Joshua and Caleb, especially for Caleb, and even the Israelites, when they were told to
out of their comfort zone in Jordan, there were challenges that were there ahead. Na labda hizi challenges ndizo zinakufanya ukae. Unafikiria sasa nikitoka niende vipi, sijui nitafanya nini? I have never been in this land again. I have never done this business again. Those challenges are there. And those challenges are common to everybody. Usiseme tu ni wewe utapatana na challenge. Challenges are common to everybody. There are challenges to be overcome. We have enemies to confront. Challenge number one. We have enemies to confront. There are giants in the land, and it is still Joshua and Caleb who are among the 12 spies who went to Canaan, and they saw the giants, and they saw the cities that were walled, and they saw the establishment that were there in the land of promise. And they are the same people who are telling them, rise up, we must go now. It is time to go now. Sasa ni wakati wa kwenda. Walijua ya kwamba kuna mambo. You must prepare yourself. As you rise up to go, you must know. Kuna adui unaenda kupigana nao. Challenge ya pili, there are battles to fight. Kuna vita utapigana. Kuna vita za kiroho na utapigana. Kuna vita utapigana ambazo ni za kibiashara kwa sababu unaenda kuuza na wengine bado wanauza. There are battles to fight and you must be there and establish yourself. It won't be easy, and it has never been easy. Bwana Yesu asifiwe. For everybody, anybody who have conquered, it has never been easy. If you listen to people telling their stories, how they have risen to where they are, they have withered very many storms. Wamepitia katika hali ngumu sana, wamepigana vita nyingi sana, ndiposa wafike pahali wamefika. Kwa nini wewe unataka kufika huko juu bila kupigana, bila vita, bila kujitoa? I'm telling you, I'm assuring you, as you rise up to go, as you move on, as you take that time to move on, I'm telling you and I'm assuring you, there are battles that you must fight. But even as we fight, it is good to know that we are not alone, that God is there to fight for us, that God has already fought our battles, and God has made way clear for us. Challenge number 3, there will be stumbling blocks of unbelief. Stumbling blocks of unbelief. Ile vitu za kukwaza, za kutoamini. Unafika pale Mungu anakuambia, I have given you this territory. Nyakua. Lakini wakati mwingine unakumbukiwa na imani yako inakuwa haba. Kama vile Peter aliingia kwa maji wakati aliona Yesu akitembea juu ya maji, na akaingia akaanza kutembea, lakini wakati aliona mawimbi, imani yake ikakuwa haba, akaendelea kusinki kwa maji, na Yesu akamchukua, akamwambia, wewe imani yako imekuwa haba. Bwana Yesu asifiwe. There are those challenges of unbelief, but we must overcome these challenges. We must learn, when we have that unbelief, to know that the God that we trust in, Mungu ambaye tunamwamini, Mungu ambaye anatufanya tuanze kitu, ako na nguvu za kutufanya tuweze kumalizia. God who called us, God who made us start, God who called Israelites out of that land of Egypt, had plans up to when they will be established in that land of promise. And God also has good plans for you. It doesn't matter where you are now. Familia yako inaweza kuwa iko kwa mawimbi makali sana. Lakini keep believing, keep trusting, keep waiting on God, move on, don't stagnate there. Usikae hapa kulalamika na kupiga makelele. Amini Mungu na utumainie Mungu ambaye anaweza kukupitisha hata katika mawimbi yale. Lakini usikae pale. Don't stay there. Just agree to rise up and move on. And move on. Trusting in God. Ukimwamini na kumtumainia Mungu, unastahili kwenda mbele. Mungu anatuambia hata wakati huu wa COVID-19. Wakati mambo ni kama yamekuwa magumu sana. Wakati familia zinapatana na changamoto kali sana. Wakati
nchi iko na changamoto, wakati biashara zetu, wakati kazi zetu ziko na changamoto, we must always think, how are we going to move on? Because we are not going to stay here forever. We must move on. Ni lazima tuendelee mbele, na tukiendelea mbele tutaona nguvu za Mungu, tutaona uwezo wa Mungu, tutaona Mungu akiandamana nasi na akituwezesha, kwa sababu ako na nguvu na ako na mipango miema. Katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11, wakati wa Israeli pia walikuwa wamelemewa tena sana, na walikuwa wamekwama kule Babylon. Walifika kule wakasema hawalimi, hawapandi, hawajengi, watakaa hivyo wakufe, because they had no hope of going back to where they had come from. God sent Jeremiah to tell them, I know the plans that I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unapitia hali gani, hata kama mbele giza iko kiasi gani, the word of God says God has good plans for you. Plans for good. Plans for good plans for your family. Good plans for your children. Good plans for your career, for your business. Plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. But if you want that future, if you want that hope, it is time to move on. Israelites were told by Jeremiah, build houses and live in them, cultivate fields. Let your daughters, give your daughters out to be married. Let your sons marry. Reproduce and grow in numbers. For when 70 years are over, God will come and will restore you to your place. When God will come, wakati Mungu atakuja, atakukuta wapi? Where will you be? Will you just be finished? Unajua kuna watu wataisha tu. Hii corona inaweza kukua, ni kitu itakuja kuisha, kumalizike kama peremende. Unajua peremende mtu hajuaje ikiisha, ikiwa kwa mdomo, ama ukimwagilia spero chumvi, inaisha tu unakuta imeisha. May God help us. Tusimalizikia hapa, lakini tuamke, tuendelee mbele. Let us encourage ourselves. Wives to husbands, husbands to wives, to encourage one another. Tuambiane, familia yetu haitaishia hapa. And our families are not defined by what we are getting, by our money, by whatever. It did not start with money. We started with love. If we love one another, if we support one another, I'm telling you, our families will go beyond this COVID-19. Praise the name of the Lord. Tutaendelea mbele, lakini ni lazima tukae chini tuambiane, it is time to move on. It is not time to just sit down and lament. Kuna lament nyingi sana. Una lament ndugu zako hawakusaidii, hawakubii simu, everybody is fighting with this thing. And as much as they would want to help you, they would want to support you, you also must be doing something. You can't be helped when you are just there. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. May God help us to move on. God is calling us to move on. God is calling us to rise up so that we can get the promise. Unless we move out and move on, we cannot get the promised land. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.